Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, leo tunazungumzia agizo zito lililotolewa na mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiwa ndani ya gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam, ambapo agizo hilo linasema hivi: anza maandalizi ya mikutano ya hadhara nchi nzima mara moja. Agizo hilo limetolewa Aprili 17 mwaka 2026 baada ya mazungumzo ya kina na wakili wake Paul Kisabo. Lissu amepokea na kuipitia nakala ya uamuzi wa mahakama ya rufani uliotolewa tarehe 15 Aprili mwaka 2026 ambao unaruhusu Chadema kuendelea na shughuli zake za kisiasa bila vikwazo. Lissu amewataka wanachama na wafuasi wa Chadema kujiandaa kwa hatua zinazofuata za kisiasa, akisisitiza kuwa wakati wa kurejea viwanjani umewadia ili kuendeleza mapambano ya kudai haki na utawala bora. Tundu Lissu alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 mjini Mbinga, Ruvuma baada ya kampeni ya No Reforms No Election na alishtakiwa kwa kosa la uhaini na kuchapisha taarifa za uongo. Amekaa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja. Aprili 15 mwaka 2026 mahakama ya rufani ilitoa uamuzi unaoruhusu Chadema kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Hii ni hatua muhimu baada ya chama kufungiwa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Na Aprili 16 mwaka 2026 wakili Paul Kisabo alimtembelea Lissu Ukonga na kupokea maelekezo, ambapo Aprili 17 taarifa rasmi ilitolewa kupitia mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema Brenda Rupia. Hoja 7 kuu alizowasilisha Lissu kwa Mheshimiwa Lazarus Chakwera, rais wa Malawi na mwenyekiti wa SADC. Ya kwanza ilikuwa ni kufutwa kwa kesi zote zinazomkabili yeye na Chadema, na jambo la pili ni uchunguzi huru wa kimataifa matukio ya Oktoba mwaka 2025 kupitia taasisi kama SADC. Na jambo la tatu ni mageuzi makubwa ya mfumo wa uchaguzi. Jambo la nne ni mageuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama. Jambo la tano ni upatikanaji wa katiba mpya. Jambo la sita ni kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi, na jambo la saba ni mazungumzo ya kweli katika mazingira huru na salama. Lissu anasisitiza kuwa kesi ya uhaini inatokana moja kwa moja na msimamo wake wa No Reforms No Election, ambapo agizo la Lissu lina maana kuu 4. Maana ya kwanza ni kurejea viwanjani. Baada ya uamuzi wa mahakama ya rufani, Lissu anataka Chadema kuanza mara moja maandalizi ya mikutano ya hadhara nchi nzima. Hii inaashiria kuwa chama kinarejea katika siasa za hadhara baada ya kipindi kirefu cha vikwazo. Jambo la pili ni kuendeleza mapambano ya haki na utawala bora. Anasisitiza kuwa wakati umewadia wa kuendeleza mapambano ya kudai mageuzi, na si tu kwa Chadema bali kwa Watanzania wote. Maana ya tatu ni hoja 7 za msingi. Hoja hizo zinaonyesha kuwa Lissu anaona matatizo ya msingi ya mfumo wa kisiasa: kesi za kisiasa, ukosefu wa uchaguzi huru wa matukio ya Oktoba mwaka 2025, ukosefu wa mageuzi ya uchaguzi na hitaji la katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Na maana ya 4 ni utayari wa mazungumzo. Anasisitiza kuwa yuko tayari kwa mazungumzo ya kweli, lakini yanapaswa kufanyika katika mazingira huru, si wakati yeye na chama chake bado wanakabiliwa na kesi nzito. Hii inakuja wakati shinikizo la kimataifa linaongezeka na tume ya Jaji Chande Othman inakaribia kuwasilisha ripoti yake Aprili 24 mwaka 2026. Agizo hili linawapa mwelekeo wazi na nguvu mpya. Linatangaza kurudi kwa shughuli za hadhara na kuendeleza mapambano kwa njia za amani na za kisheria. Pia inatoa changamoto: je, serikali itaruhusu mikutano ya hadhara bila vikwazo? Na je, itazingatia hoja 7 au itaendeleza na msimamo wake wa kisheria pekee? Ripoti inayotarajiwa Aprili mwaka 2026 inaweza kuathiri mazingira. Ikiwa itatoa mapendekezo ya uwajibikaji na mageuzi, inaweza kusaidia kuunda kwa mazingira mazuri ya mazungumzo. Pia kuna kuzua swali kubwa: je, Tanzania inaweza kuingia katika awamu mpya ya siasa za amani na mageuzi, au ni migawanyiko itaendelea? Agizo la Lissu la kuanza maandalizi ya mikutano ya hadhara linaonyesha kuwa Chadema inataka kurudi katika siasa za amani na kisheria baada ya uamuzi wa mahakama ya rufani. Hii ni hatua muhimu ya kuimarisha demokrasia ya kushiriki. Na hoja 7 zilizowasilishwa ni ngumu sana na zinagusa mambo ya msingi kama katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na uchunguzi wa kimataifa. Serikali inapaswa kuzichukulia kwa uzito ili kuepuka kuongeza mvutano. Mazungumzo yanahitaji mazingira huru.
Kufanya mazungumzo wakati upande mmoja uko kizuizini au unakabiliwa na kesi nzito kunaweza kuwa na maana ndogo. Serikali na Chadema ziingie katika mazungumzo ya kitaifa yenye ratiba wazi na washiriki wote wawepo kama vile CSOs, makanisa na wadau huru. Pia ripoti ya tume ya Jaji Chande iwasilishwe Aprili 24 na iwe wazi na iwe na uwazi kamili ili kutoa msingi wa mazungumzo. Mikutano ya hadhara pia iwe na ulinzi wa kutosha ili kuepuka vurugu na kuheshimu sheria. Jambo jingine ni kuwa pande zote ziachane na chuki na kufanya mazungumzo kwa nia ya kujenga taifa badala ya kushinda upande mmoja. Mwisho wa siku, demokrasia yenye nguvu inahitaji upinzani wenye sauti na serikali yenye ujasiri wa kusikiliza. Mapambano ya amani na kisheria ndio njia bora ya kuleta mageuzi ya kudumu. Tundu Lissu ametoa agizo zito: anza maandalizi ya mikutano ya hadhara nchi nzima. Wakati huo huo, ameweka wazi hoja 7 za mageuzi na utayari wake wa mazungumzo katika mazingira huru. Tanzania inastahili siasa za amani, haki na mageuzi yanayoleta mapendeleo kwa kila Mtanzania. Tuwe na hekima na ujasiri wa kujenga pamoja. Nini maoni yako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii? Je, kauli hii ya Lissu kuhusiana na kuruhusiwa kufanya mazungumzo au utayari wake wa kufanya mazungumzo pamoja na CCM kuhusiana na yale yaliyotokea na kuleta amani kwenye nchi hii kuwa yuko tayari, wewe una maoni gani kuhusiana na hilo? Je, unaona ni hatua nzuri kwa Tundu Lissu kukubali mazungumzo japokuwa ameweka sheria ngumu, kuwa ameweka vikwazo kwa kulingana na masharti aliyotoa mpaka aachiwe huru na kesi zake zote zifutwe kwake pamoja na Chadema, na pia ametaka kuwepo kwa tume huru pamoja na sheria mpya za uchaguzi. Je, unaona jambo hili likiwezekana kwa Rais Samia pamoja na serikali yake kulifanya ili kuruhusu mazungumzo ya amani na kurejesha nchi ilivyokuwa hapo awali?